Karibu Juice African Story. Leo tupo kwenye matukio. Kama ni mara yako ya kwanza, unaweza kubonyeza neno subscribe kisha alama ya kengele. Pia usahau kulike na kucomment. Tunaanzia katika kanisa Katoliki. Kanisa Katoliki limeeleza namna Bikira Maria alivyowatokea watoto wa Fatima, Lucia, Francisco na Jacinta na kuwapa siri tatu utabiri za mambo yatavyokuja kutokea baadaye. Hii ilitokea kweli kabisa Mei 13 mwaka 1917 huko Ureno, na utabiri huo wote ulikuja kutokea kweli. Je, ni utabiri upi huo? Taswira ya mwanamke aliyevalia mavazi meupe waliamini kuwa alikuwa Bikira Maria ilikuwa ikiwatokea watoto hao kwa miezi 5 mfululizo, kila ikifika tarehe 13 kati ya Mei Oktoba mwaka 1917, huku wakipewa siri kadhaa walizotafsiri kama ni utabiri. Hiyo ilikuja katika kijiji cha Cova Dairia karibu na mji wa Fatima, Ureno, ndio maana wanaitwa watoto wa Fatima. Utabiri wa kwanza ulikuwa ni kutamatika kwa vita ya kwanza ya dunia na kuanza tena vita ya pili ya dunia miaka michache mbeleni. Utabiri wa pili ulikuwa ni namna hapo baadaye binadamu atakavyoishi, huku akijua taswira halisi ya kuzimu itakavyofanana. Utabiri wa tatu ulifichwa na kanisa Katoliki kwa kuwa haukuwa rafiki kuuweka wazi. Je, ni utabiri gani? Utabiri wa tatu ulikuwa ni kuhusu kutokea kwa shambulio kubwa ambalo kanisa Katoliki litalipata kwa kiongozi wake wa juu zaidi, Papa. Kushambuliwa. Utabiri huu ulikuja kutokea kweli miaka 64 mbele, tarehe na mwezi ule ule wa utabiri ilikuwa ni Mei 13 mwaka 1981, ambapo kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani, Papa John Paul II, alishambuliwa kwa risasi wakati akiingia katika makazi yake katika eneo la St. Peter's Square, Vatican. Mtekelezaji wa jaribio hilo ni Mehmet al-Agca, raia wa Uturuki ambaye inaelezwa alikuwa akifahamiana na Papa, na siku hiyo alikuwa ametoroka gerezani alikokuwa amefungwa kwa kosa la mauaji aliyoyafanya miaka 2 nyuma. Wakati Papa akipambana kunusuru roho yake, alisikika akisema, "Muombeeni kaka yangu Agca," huku akisisitiza kwamba amemsamehe. Hata baada ya kupona pia Papa alikutana mara kadhaa na muuaji huyo gerezani wakizungumza mawili matatu. Kwa sasa Agca mwenye umri wa miaka 65 anasubiria kutekelezwa kwa hukumu yake ya kunyongwa aliyohukumiwa kwa tukio hilo. Juni 26 mwaka 2000 ndio siku ambayo Papa John alitoa siri ya tatu ya watoto wa Fatima. Alisema jaribio la mauaji la Agca dhidi yake ndiyo ilikuwa siri iliyofichwa kwa karibia miaka 90, na ilitokea katika tarehe ile ile ya Mei 13 ambayo Maria alianza kuwatokea watoto. Francisco na Jacinta walifariki miaka 2 tu baada ya tukio hilo, huku mwenzao Lucia akipata upofu na ukiziwi alioishi navyo kwa karibu miaka 90 mpaka anafariki mwaka wa 2005 akiwa na umri wa miaka 97 huko Ureno. Tukio la pili, mwaka 1885, Wakatoliki 22 na Waanglican 23 raia wa Uganda waliteswa na kunyongwa kwa amri ya mfalme wa Buganda, Mwanga II. Makosa yao yalikuwa ni kuachana na mila na tamaduni za makabila yao na kuupokea Ukristo uliokuwa unaletwa na wamishonari kutoka ng'ambo. Hawa ni mashahidi wa Uganda. Mwanga II alikuwa na wake 17, mmoja wa wake zake ni Natimba binti Juma, ambapo mwanaye Mboni Mariam Kaja Obunaku amesoma shule za msingi na sekondari za
St. Monica za Zanzibar, Tanzania. Inaelezwa kuwa kati ya mashahidi hao 45 kuna wengine walichomwa moto wakiwa wazima na wengine kunyongwa. Julai 6 mwaka 1897, Mwanga alitangaza vita dhidi ya Waingereza wa Koloni na kuanzisha mashambulizi, lakini alipigwa mwezi mmoja tu mbele. Baada ya kupigwa, alikimbilia Tanganyika ambako alikamatwa na kuwekwa ndani huko mjini Bukoba. Mwanga aliondolewa madarakani akiwa hayupo katika himaya yake Agosti 9 mwaka 1897. Baadaye alitoroka Bukoba na kurudi Buganda akiwa na jeshi la waasi, lakini alipigwa tena na wakoloni Januari 15 mwaka 1898. Aprili mwaka 1899 alitekwa na kuhamishwa hadi katika visiwa vya Ushelisheli. Akiwa huko alipokelewa katika kanisa la Anglikana na kubatizwa kilazima kwa jina la Danieli. Alitumia maisha yake yote visiwani humo akiwa chini ya ulinzi. Baada ya kuondolewa madarakani kama mfalme wa Buganda, mtoto wake Daudi Swaa II ndiye aliyechukua kiti. Baadaye akaja mfalme Mutesa II, mtoto wa Daudi, kisha mfalme wa Mwenda Mutebi II, mtoto wa Mutesa, ambaye ndiye mfalme mpaka sasa tangu mwaka wa 1993. Mwanga II alifariki mwaka 1903 akiwa na umri wa miaka 35 tu, akiwa huko Ushelisheli. Mwaka 1910 mabaki ya mwili wake yalirejeshwa na kuzikwa Kasubi, Kampala, Uganda. Tukio lingine, mwaka wa 1973 majambazi walimteka kijana John Paul Getty II mwenye umri wa miaka 17, mjukuu wa bilionea wa US Jean Paul Getty, wakitaka bilionea huyo atoe dola milioni 7 ili wamwachie, lakini jamaa aligoma na kuambia anao wajukuu wengine 14. Mjukuu akakatwa masikio na picha zake kutumwa, lakini bado mzee hakutoa pesa. Usishangae kuona majina yanafanana. Babu anaitwa Jean Paul Getty, mtoto anaitwa Jean Paul Getty II, na mjukuu ndio huyo anaitwa Jean Paul Getty III. Wakati mjukuu anatekwa, alikuwa huko Rome, Italia, na alikuwa ni kijana wa miaka 17 tu. Majambazi walitangaza kwamba wanahitaji mzigo wa dola za Kimarekani milioni 7 kutoka kwa bilionea huyo ili mjukuu aachiwe, lakini mzee aligoma. Lakini watekaji walishtushwa zaidi na majibu ya mzee ya kwamba yeye anao wajukuu wengine 14, kwa hiyo huyo mmoja kwake sio kitu. Baada ya siku moja kupita, jamaa wakaachia picha za mjukuu wake akionekana kakatwa sikio moja na kupigwa sana maeneo ya usoni, huku wakisema asipotoa mzigo watamuua kabisa kijana huyo, lakini bado mzee akagoma. Mara ya tatu watekaji walipunguza dau na kuwa dola milioni 3, lakini bado mzee akagoma na kuwafanya watekaji wasande. Miezi mitano baadaye, Getty III alikutwa ametupwa nje ya mji huko Naples akiwa hoi. Katika miaka hiyo, bilionea Getty aliwahi kuwa kwenye top 3 ya watu matajiri zaidi duniani, kwa hiyo pesa alikuwa nayo ya kutosha. Bilionea Getty alifariki mwaka 1976 na mjukuu wake Getty III alifariki mwaka wa 2011. Unaambiwa hata baada ya mzee kufariki mwaka huo wa 1976 hakuwa ameacha urithi wowote kwa mjukuu wake huyo, licha ya pesa na mali nyingi alizokuwa nazo. Tukio lingine, mwaka wa 1946 ikulu ya US pamoja na watafiti waliambukiza kwa makusudi magonjwa ya kaswende na gonorea wafungwa 1600 wa gereza la Guatemala ili kukamilisha utafiti wao wa tiba na kusababisha vifo vya wafungwa 83 mwaka wa 2010. Rais Obama aliomba radhi kwa unyama huo waliofanya mwaka wa 1946. Jina langu mimi naitwa Juice Danger. Unaweza kunifollow pia Instagram, natumia Juice Danger TZ. Pia usisahau
kuweka notification kwa matukio zaidi ambayo yataendelea katika Juice African Story.